Kwa hiyo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alifanya mambo haya, na lengo kubwa kabisa la kukaa itikafu ni inqita'un 'anil nasi liyatafarragha li ta'ati Allah azza wa jalla fi masjidin min masajidihi talaban li fadlihi wa thawabihi wa idraki laylatil qadr. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والدعاء وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا. Makusudia kukaa itikafu ni mtu kujitenga na watu ili apate faragha ya kufanya taa katika msikiti miongoni mwa misikiti yake Allah kwa ajili ya kutafuta fadhila za Allah na thawabu zake na kuudhiriki usiku wenye cheo Lailatul Qadr ambao Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba khairi zake ni khairun min alf shahr, ni bora kuliko kufanya ibada katika miezi 1000. Kwa hiyo inatakikana kwa mwenye kukaa itikafu kujishughulisha na dhikra. Ukichoka kusoma Qur'ani, labda umejilaza ubavu, sema subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maneno mepesi katika ulimi wako, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, kithirisha kuleta adhkar, au kusoma Qur'ani au kuswali au kuomba dua. Wewe si una shida, una shida chungu nzima za kukabili huko kwenye kazi zako, kwenye shughuli zako na mambo yako, kwenye familia yako, una wagonjwa, una watu wana hili wana lile. Sasa wewe omba kweli kweli, omba kweli kweli, ndio wakati wa kuomba. Omba kwa sababu unayemuomba apenda wewe ujidhalilishe kwake, umuombe. Hachukii, ni ibada kuwa na inkisar, kujidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuomba. Omba sana, nyanyua mikono yako. Na katika adabu za kuomba dua, kuna baadhi ya watu hawajui namna ya kuomba. Anaweza kuomba akatanua mikono hivi, rabbana atina fid dunya hasana, yani kama vile ukitaka nipe, usipotaka usinipe, atanua mikono hivi. Mwingine ameweka mikono yake kwenye mapaja, aomba mikono yake kwenye mapaja, rabbana atina fid dunya. La, kusanya mikono yako mbele ya kifua chako namna hii, muombe Mola wako namna hii, omba. Wallahi katika ibada kubwa kabisa ni mtu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala haja zake. Lia na yeye, zihisabu haja zako zote, kariri hata mara 10,000. Rabbi nipe hiki, nipe ya Allah, ya Rabbi nipe mimi ya Allah kitu fulani, ya Rabbi nakuomba bi asmaika nipe kitu fulani. Usioni haya, muombe bila ya kuvuka mipaka. Usiombe masala ya kukata udugu na mambo ya haramu. Wewe omba mambo ya khairi za dunia na akhira. Omba kikweli kweli tena. Allah subhanahu wa ta'ala analipenda, na hilo katika jawfi al-layli na katika akhiri al-layli ni akad. Usiku ule mwingi au mwisho ule wakati wa kula daku kule ndio mahali pake. Sasa omba sana, omba msamaha, omba khairi za dunia na akhira. Maombi yako yawe ni mengi zaidi kuliko kile kitu. Omba Allah akupe khatima njema hapa duniani, uondoke salama. Muombe hilo Allah. Muombe Allah akuondoshie adhabu ya kabri. Muombe Allah akukhafifishie, akusamehe, akuondolee mzigo wa madhambi. Muombe Allah akupe amani katika siku ya kiyama, siku ambayo watu watapata fadhaa. Muombe Allah aljanna, muombe akukinge na moto. Lakini waombee wazazi wako, usiwasahau, waombee sana. Ni mmoja wako hai au wamekufa, iombee familia yako na watoto wako na jamaa zako na ndugu zako, wadumu katika taa. Jiombee wewe mwenyewe, usitetereke ukarudi nyuma tena, kwa sababu sasa hivi imani zaikapanda. Idi ikiingia tumerudi tena kule kule. Omba kwa Allah, usirudi nyuma, akupe thabati katika dini. Omba kwenye nafsi yako. Kwa tukithirisheni mambo kama haya ya khairi katika msimu kama huu wa khairi. Pengine Allah akaleta khairi katika mujitamaa wetu kwa kusilihi nyoyo zetu na matendo yetu, kwa sababu ndio sifa ya waumini, alladhina amanu wa amilus salihat, wale ambao wameamini na wakatenda amali njema. Amali njema ndio kama hizi, tukithirisheni amali hizi. Kwa hiyo tujitahidini katika suala la itikafu, hasa katika hili 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Na katika itikafu kuna ibada kama hizo za kuomba na kusoma na kuswali na dhikrullah. Tujitahidini katika, na kadhalika kutoa sadaka na kuamrishana mema na kukatazana yaliyo maovu. Allahumma wafiqna lima fihi salahu dinina wa dunyana wa ahsin aqibatana wa akrim mathwana
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لهداك، اللهم وفقنا لهداك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.